Tapata matatizo mengi kwa sababu ya kutangaza Injili, lakini Yesu Kristo anaendelea kusema jipeni moyo, kwa sababu mimi nipo pamoja nami. Hata kama sisi jana tuliadhimisha ibada sherehe ya kupaa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati anapaa bado anasema mimi nipo pamoja nanyi kwa njia ya Roho Mtakatifu, na yule Roho Mtakatifu anasukuma wanafunzi wake na kuingia katika taabu, katika matatizo yote. Hayo yote inafanya sisi kuangalia ubatizo wetu, kwa sababu sisi mbele ya taabu, sisi hatutende kama watu wa ulimwengu ambao wakipata taabu fulani ni kama imeisha, maisha imeisha, au ni mwisho wa dunia, au ni mwisho ya kila kitu. Wakristo ni wale wapambanaji na waovu dhidi yake, dhidi ya uovu. Anaingia katika kila hali mara nyingi ya mateso, hali ya kudhulumiwa, hali ya kudharauliwa kwa sababu ya upendo wa Mungu. Na hayo yote hatutishii. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe amesema mimi nipo pamoja na wewe. Kwa hiyo kama Kristo yupo pamoja nasi, hakuna kifo, hakuna woga, hakuna kujinyima, bali kusukuma kuhamasisha sisi wenyewe na kuhamasisha wengine, kwa sababu bado sisi tunajua kwamba Yesu Kristo ni mfufuka. Yesu Kristo ni mtu wa milele, na anatualika na alituahidi na anatimiza ndani ya maisha yetu kila kitu alichosema, na mimi nipo pamoja nani hapa, ndio, lakini vile vile alituahidi maisha ya milele. Na hayo yote kwa sababu hiyo tunatangaza Injili takatifu, kwa sababu imani yetu, matumaini yetu na iko pale katika ile ahadi ya Mungu. Basi tuketi tusikilize nia za misa.